Yes, karibu sana katika kuchakata na kuangazia kwa undani kabisa habari mbalimbali. Mimi ni Official Rose D. Hii ni Biomedia. Kama hujawa mwanafamilia, karibu sana. Hapa unapata habari mbalimbali kwa wakati sahihi. Hivyo endelea kutufuatilia moja kwa moja. Leo tuko ni story ambako Mange amemchana makavu Baba Levo amwita mbunge Kilaza hakustahili kwa bungeni kisa Diamond Platnumz. Ebara, mambo yanazidi kuwa moto kweli. Ni msanii maarufu wa muziki na mwanaharakati wa kijamii kutoka Kigoma. Baba Levo ametoa ujumbe wa kugusa moyo kupitia ukurasa wake wa Instagram, akieleza hisia zake kuhusu changamoto zinazowakumba watu wa Kigoma mjini, hasa katika harakati za kisiasa na maendeleo ya eneo hilo. Kupitia chapisho lake lililopambwa na picha inayomuonyesha akiwa na wafuasi waliovalia mavazi ya kijani, Baba Levo ameandika kwa hisia kali kwamba hawezi kumlaumu kiongozi wake kwa kile kinachoendelea, akimaanisha kuwa changamoto zinazowakabili hazipaswi kubebwa na mtu mmoja, bali ni matokeo ya mfumo mpana zaidi. Katika maneno yake, Baba Levo amesema, wamekuweka kwenye sababu za kuzuia ndoto za watu wangu Kigoma. Hii inaashiria kuwepo kwa hali ya sintofahamu au mkakati fulani wa kukwamisha maendeleo au mafanikio ya watu wa Kigoma, hasa katika muktadha wa kisiasa au kijamii. Akiendelea na ujumbe huu, anasema wapo wanaotamani kuzima furaha ya watu wa Kigoma mjini, lakini anaamini kuwa kazi iliyofanyika hapo awali ni ya msingi na imeweka misingi imara ya ushindi. Anaonyesha imani kubwa kuwa bado kuna nafasi ya kuanza upya kwa nguvu na matumaini mapya. Maneno yake ya mwisho kwenye chapisho hilo yamejaa matumaini na ujasiri, ambako anasema tupo tayari kuanza upya. Kauli hii inaonyesha kuwa licha ya changamoto zilizopo, lakini bado kuna dhamira ya kweli ya kupambana kwa ajili ya ushindi wa watu wa Kigoma mjini na kuhakikisha ndoto zao hazizimwi. Ujumbe wa Baba Levo unaonekana kuwa wa kisasa zaidi, ukilenga kuhamasisha hari na mshikamano miongoni mwa wakazi wa Kigoma, huku ukibeba hisia za kuogopa changamoto zinazoendelea kujitokeza. Lakini pia ni ujumbe ambao unahamasisha matumaini, uvumilivu na wito wa kushikamana kwa ajili ya mustakabali wa eneo hilo. Wafuasi wake katika mitandao ya kijamii wameonyesha kuunga mkono kauli hiyo kwa maoni mbalimbali, wengi wakionyesha mshikamano na kuahidi kusimama pamoja katika mapambano ya maendeleo ya Kigoma. Lakini pia Baba Levo ameendelea kwa sauti ya vijana na jamii ya Kigoma, akitumia sanaa na ushawishi wake kuleta mabadiliko. Naam, kwa mujibu wa mwanadada Mange Kimambi kuhusu kauli ya Baba Levo kwa Diamond Platnumz, Mange amedai kuwa Baba Levo hakustahili kabisa kuwa mbunge, amebebwa tu kutokana na ukaribu wake na Diamond na hana analolijua kuhusu siasa. That was pia alipigwa chini mara kwanza na jina lake lilikatwa, na ndio maana pia mpaka leo Zitto Kabwe amekuwa akiumia sana kupigwa chini na mtu asiyejua kitu kuhusu siasa. Lakini mbaya zaidi amekuwa bado akimsifia Diamond. Bado ameendelea kuwa chawa kwa Diamond kila siku. Tunaona ameendelea kuwa akimsifia mitandaoni. Inakuwa ni aibu, na huyo ndo mbunge wa kwanza toka nchi ianze kuwa chawa. Hatukuwahi kuwa na mbunge chawa. Namaliza kwa kuandika mwanadada Mange Kimambi, yeye akimwita Baba Levo mbunge Kilaza kutokana na yale ambayo yeye anayatazama na kuona pengine yanastahili. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia, unaungana pengine na Mange kwamba Baba Levo hakustahili kwa mbunge, amebebwa tu kutokana na ukaribu wake na bwana mkubwa Diamond Platnumz, ama Baba Levo alistahili kwa mbunge wa huko Kigoma mjini? Endelea kutuambia hapo kupitia maoni yako. Hope umeweza kuenjoy, lakini pia tuendelea kutazama maoni yako kwa wakati mwingine. Mimi ni Official Rose D. Hii ni Biomedia. Tukutane tena kwa wakati mwingine kwa ajili ya habari zaidi.